Karibu katika sehemu ya pili ya likapu yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya kwanza, kisha unagusa alama ya pop up inayotokeza juu kabisa upande wa kulia maskini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Mtaalam Eun John alikuwa akitoa ripoti kwa polisi kwamba kuna bidada ameonekanika katika maji akiwa amekufa. Hasa afande alipokuwa akiuliza taarifa za bidada akasema, sina maanisha kwamba mnamaanisha bidada huyu hapa. Eun John alipoweza kugeuza macho yake kumtazama bidada akashangaa kuona kwamba bidada yuko hai, na pia hata hawa ndugu zake na wenyewe pia wakabaki wanashangaa tu, inawezekanaje bidada alikuwa amekufa na tukamtupia katika maji, tena sasa hivi yuko hai. Sasa bwana we, polisi wakamchukua anko wake pamoja na huyu mwamba Robin na moja kwa moja wakawapeleka ndani ya kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano. Inawezekanaje wakawa wamepiga simu ya usumbufu namna ile? Lakini miamba wakasema kuwa tulipiga simu na lengo lilikuwa ni moja tu, kwamba kulitaka tutoe ripoti kuhusiana na yale maji yanayonuka sana kwenye ule mtalo. Lakini maafande wakamuuliza mwamba Eun John, hawa jamaa wanayoyaongea ni ya kweli kweli hawa? Lakini mwamba Eun John alipokumbuka kwamba bidada Chen yuko salama, basi akaona kuwa hakuna haja ya kuendelea na hii kesi. Akasema ni kweli wanayoyazungumza, walikuwa wanataka kutoa ripoti kuhusiana na maji machafu, kesi ishie hapa. Miamba walipotoka tu hapo, moja kwa moja wakaenda kumtembelea bidada Chen, wakawa wamemnunulia misosi ya kutosha. Sasa wakaanza kumwambia, mwanetu, kwa nini unao ulikufa sasa? Yaani ilibakia mshale mmoja tu wenzako tuingie gerezani, mpaka dakika hii tungekuwa tunapiga stori na Manyampala. Tuambie na wewe ulirudije kutokea katika kifo? Bidada anasema, mimi hapa wakati nimekufa ninachokumbuka ni kitu kimoja tu, kuna mwanamama mmoja alikuwa ananiambia kwamba toka ndani hilo pango, toka ndani hilo pango. Basi ndio hivyo bana, mimi nikawa nimetoka. Sasa nimetoka ndo najikuta kwamba nimesimama pale mbele yenu. Lakini kitu kingine ambacho nilikiona katika ile ndoto, niliwaona nyie hapo mkiwa mmefukiwa, alafu vichwa vyenu vimeacha kwa nje, alafu wale watu wanawapa adhabu mbaya sana. Robin akaanza kutetemeka mpaka makalio. Kweli kabisa, na maana sisi tulihukumiwa na watu ambao wamekufa. Ghafla tu katika dakika hizo hizo bibi yake na bidada Chen akawa ameweza kujitokeza. Basi bwana, wakamchukua bidada Chen wakamfungia kwanza katika kabati, kwa sababu anamuogopa bibi yake kwa awamu hii kwa kile alichokuwa amemuigizia. Hasa bidada ile kuingia tu katika lile kabati, alikuwa amesafirishwa kuelekea miaka ya zamani, karibia miaka 2000 nyuma, na huko alishuhudia watu wawili wakiwa wanapewa adhabu na wamehukumiwa kwenda kunyongwa. Hasa tukirudi katika dunia ya sasa, bibi kawakalisha kikao wao wajomba na kuuliza, ni kwa nini mlitaka kunitapeli pesa mkiwa mnashirikiana na mjukuu wangu? Lakini wajomba akawa anasema, sisi hatukuwa tumepanga lile tukio, ni bidada Chen mwenyewe alitushawishi na tulimkatalia mwanzoni. Akaendelea kusema, basi bana, nisaidieni tu mimi. Na bibi moja kwa moja akafuata katika draw pale, akafungua mlango. Sasa bidada akumbuka ametoka kuona mambo ya ajabu sana hapo ndani ya kabati. Moja kwa moja akamkumbatia bibi yake, na bidada alikuwa na hofu sana, anasema, bibi, naona vitu vya ajabu. Bibi sasa akasahau kabisa masuala ya kutapeliwa, akaanza kusema, shida nini mjukuu wangu? Hasa yule mzee ambaye tuliona akiwa ametekwa alikuwa ametoa taarifa ya mzee ambaye alikuwa amepotea. Leo alikuwa anafanywa mahojiano na mwanamke mmoja, na huyu mwanamke akasema, inaonekana wewe una taarifa nyingi kuhusiana na miaka 20 iliyoweza kupita, unaweza ukatufahamisha zaidi? Mzee anasema, nilikuwaga ni mlinzi tu katika maabara moja inayofanya tafiti za kisayansi. Wakati huo kulikuwa kuna moto na niliona mtu akiwa anakimbia, nikawa nahangaika kwenda kumsaidia yule mtu. Na mzee anasema, licha ya kwamba ni miaka 20 iliyoweza kupita, yule mtu ambaye nilikuwaga nimemsaidia mpaka sasa hivi namkumbuka, nimeweza kumwona katika kijiji. Basi kwa kitendo cha mzee kutoa taarifa hiyo, kwanza akapatiwa msosi wa maana na kitimoto kwa mbali, si unajua tena wa Korea. Lakini walipounganisha taarifa za mzee alizozitoa, wakawa wanaangalia kuna picha moja hivi inamuonesha mtu ambaye amevalia t-shirt iliyoandikwa namba 3972. Hasa hawa watu wanamtafuta sana huyu mwenye namba hiyo, kwa sababu wanaamini kwamba huyu ana uwezo fulani ambao unatakiwa kudhibitiwa mapema sana. Hasa kama unakumbuka, mwenye nyumba alikuwa anamlumugi sana mwamba Eun John kwamba vitu ndani mwake vinagonga gonga. Sasa siri iko hivi, mwamba Eun John kila anapolala huwa anakutaga vitu vinaelea angani, na hata yeye mwenyewe mwamba Eun John hajawahi kujua ni kwa nini akilala anapoamka anagundua kwamba vitu vinaanguka kutoka angani na vilikuwa vinaelea, na amezoea kuona vitu hivyo na imekuwa siri yake. Sasa bibi akaenda kwa daktari. Daktari akasema, binti yako amewahi kuja hapa hospitalini na alikuwa amebakiza miezi michache sana aweze kufa, kwa sababu alikuwa na ugonjwa mbaya sana wa moyo. Lakini kwa sasa vipimo vinaonyesha ni binti ambaye ana afya nzuri kabisa ya moyo na ana muda mrefu tu wa kuishi duniani, na sijajua ni kwa nini. Kwa kweli bibi alimshukuru sana Mungu wake kwamba amemponya binti yake. Jina la Bwana lihimidiwe. Bibi alipoweza kufika nyumbani, kwanza akachukua simu yake aliyoitunza kwa muda mrefu, akachukua kuna namba moja imeandikwa Director Choi, kisha akasema, naomba unipigie baada ya muda kidogo. Hasa Robin pamoja na mwenzake wakawa wamefika nyumbani. Hofu kubwa ikawa imewajaa moyoni mwao. Mbona bidada alikuwa amekufa kweli kabisa na mapigo yake ya moyo yalikuwa yamestop, inakuwaje tena akawa yuko hai? Ukweli ni kwamba walikuwa na hofu sana, hawaelewi mambo haya yametokeaje. Robin ambaye alikuwa ameshika kikopo cha juisi akakitupa kwa mbali hivi. Hasa utakaa uamini, kile kikopo kikaenda kubomoa mpaka ukuta kikaingia kwa ndani. Hakuna aliyeweza kuamini macho yake.
Lakini mwenzake baada ya kuingia ndani akawa anafungua friji aweze kujipatia kinywaji, anashangaa tu mkono wake umejinasa kwenye friji, kila akivuta mkono hautoki. Sasa huko upande wa pili, bibi kamwandalia binti yake misosi kama yote, kwa sababu binti huyu kwa mara ya kwanza anaanza kuishi kwa amani, kwa sababu kutoka alipokuwa mdogo alikuwa anashinda tu hospitalini kwa sababu ya matatizo ya moyo. Bibi akawa anamshukuru Mungu kwa kusema, angalau binti yangu sasa hivi umepona, kwa sababu pesa zote za udogoni kwako zingetosha kujenga nyumba za kifahari kabisa, angalau sasa hivi angalau tutajenga hata kibanda umiza. Na bibi akaongezea akisema kwamba nilikuwa nakataa kukupatia pesa kwa sababu nilikuwa naogopa unaweza ukaenda kuzitumia huko ukafa afu nisijue umefia wapi, lakini sasa hivi mjukuu wangu, kwa kuwa najua una afya tele, basi utahurumia sana pesa zangu, yani utakula pesa yangu wewe mpaka uchoke. Na hapo hapo bibi bana akampatia binti yake passport, akamwambia utatakiwa kusafiri kuelekea Tanzania, kule utakutana na DJ Paul, atakufungulia channel ya YouTube na atakukuzia masaa pamoja na subscriber uanze kufanya content za mtandaoni. Kwa sasa hivi binti yangu, unachotakiwa kuwaza ni kutengeneza pesa tu, kwa sababu una afya tele na utazunguka nchi yoyote ambayo unaitaka. Kwanza kabisa nataka upige tour moja. Kwa kweli bidada alifurahi sana kupewa ile passport. Moja kwa moja bana akawa nawaza, lakini yule mtu aliyekuwa amemuona katika pango ni nani? Lakini mwisho wa siku bidada akawaza akisema kwamba isije ikawa nimepona moyo lakini nimepata matatizo ya ubongo, kwa sababu vitu ninavyoviona vya ajabu ajabu. Lakini katika muda huo huo mwamba Eon John akawa anagonga hodi, wakatoka nje kwenda kumsikiliza. Nini ambacho kimekuleta mzee baba? Eon John akasema, umewahi kufa mara ngapi na mara ngapi imekutokea hali ya kufa? Bidada Cheni akasema, wewe kaka fala nini? Kuna mtu amewahi kufa akarudi? Hebu toka zako hapa. Jamaa akaondoka kwa aibu. Sasa bidada Cheni akaanza kusema, wewe ina maana mimi nilikufa? Mbona sielewi vizuri ni mambo yenu? Lakini bidada akakumbuka kwamba alisahau kuivunja ile kamera ambayo walitumia ujumbe kumblackmail bibi yake, yani kumshawishi bibi atoe pesa. Akawa anakimbilia sasa ile kamera kwenda kuangalia. Lakini wakati bidada anakimbia kuelekea huko, mwamba Eon John alikuwa akimpeleleza bidada. Na unajua jamaa haamini kabisa kwamba eti bidada hakufa, kwa sababu yeye mwenyewe alimuona bidada akiwa amekufa, tena akiwa ameelea katika maji. Sasa bidada anaendelea kutunda tu mitaani huko. Hapa akashtuka kama kwamba kuna kamtu kanamfuatilia, akaanza kukimbia. Bidada alikimbia mpaka katika jumba fulani liliweza kutelekezwa huko katika maeneo ya mapori, akaingia ndani. Sasa mwamba akawa anasema, huyu bidada ana akili timamu kweli, yani mtoto wa kike alafu anakimbilia kwenye mapagala, anataka nimfanye nini huko? Sasa jirani na haya maeneo kulikuwa kuna dampo, na akaweza kuliona lile begi la bidada aliyokuwa analiburuza siku za hivi karibuni, alafu kuna mwamba mmoja ameshikilia kamera. Mwamba Eon John akamfuata yule jamaa, akamnyang'anya kamera, akaanza kuangalia katika kamera nini kinachoonekanika, na ni kweli kabisa katika kamera inaonyesha kwamba bidada alikufa. Sasa kumbe bana, hili ndio jumba ambalo bidada na wenzake walilitumia kurekodia ile video. Tafuta vibaya mno kamera yake, akagundua kwamba kamera haipo. Sasa Mwamba Eon John, kumbuka kwamba kila kilaraga nyumbani kwao huwa kuna mtindo wa vitu vinaanza kutikisika na kupapaa angani bila sababu. Siku ya leo akiwa amesimama hapa jirani na hii nyumba, ghafla ile nyumba ya bidada ikaanza kutikisika. Lakini hutakaa uamini, Mwamba Eon John alibakia pale pale tu anatazama na wala hakuingia ndani kwenda kumsaidia bidada. Nyumba ikatikisika mpaka vitu vizito vikamwangukia bidada. Sasa ile kufumba na kufumbua tu rafiki yangu, moja kwa moja bidada akajikuta ametokea juu ya boti katika maeneo tofauti kabisa na eneo lile. Sasa mjomba mtu na yeye alikuwa anawahi katika eneo husika, akaweza kukuta ile nyumba ikiwa imeanguka hivi na bidada ndani yake alikuwepo. Alichanganyikiwa sana. Sasa ile amesogea tu jirani, akashangaa anamuona Mwamba Eon John anaendelea kusogea ndani kabisa ile nyumba. Akakuta Eon John kila anapoenda kusogelea vitu vinanyenyuka na vinampisha. Alichokiona mjomba kikamsababisha yeye mwenyewe aweze kurudi safari aliyokuwa anaelekea, akajificha akaanza kutazama kwa mbali. Lakini Mwamba Eon John wakati wote haya anayafanya alikuwa hajui kwamba kuna mwamba mmoja alikuwa akimtazama kwa mbali sana, na huyu jamaa ana historia ya kumsaidia Mwamba Eon John miaka ya zamani, japokuwa hatujaambiwa alimsaidia katika tukio gani. Jamaa alimtafuta bidada pale ndani na akamkosa, alivuruga vitu kwa nguvu zake ovyo ovyo. Sasa tukitoka huko polini, unakumbuka kuwa bibi amewahi kumpigia mtu mmoja anafahamika kama Director Choi, na akasema baada ya muda fulani naomba unipigie. Hasa huyo Director Choi ndio huyu mwamba, ambapo siku ya leo alitembelewa na watu fulani ambao hata mwenyewe alikuwa hawaelewi. Tukitoka hapo tunaelekea katika boti ambayo bidada aliweza kuangukia. Sasa amefika huku, mabaharia wanashangaa, huyu bidada ametokeaje ndani ya boti yetu ikiwa sisi tulisafiri peke yetu? Na moja kwa moja wazee wakaamini kwamba huyu bidada atakuwa ni jini ama nguva wale samaki watu. Sasa bidada akaanza kuomba msamaha, jamani nisameheni, nimejikuta tu nimetokea huku. Miamba wakamfyatulia risasi wakijua kwamba huyu ni jini, usicheke na jini. Baada ya kupigwa tu risasi, bidada moja kwa moja akajikuta tena ametokea upande wa pili, kule alikokuwa ametokea mara ya kwanza. Sasa mjomba akashangaa tena bidada Cheni ametokea katika lile eneo, amefikaje tena huyu hapa? Sasa bidada Cheni akawa haelewi, mbona anatokea huku mara anatokea huku. Akamwona Mwamba Eon John amesimama kando ya ile nyumba, akamfuata. Kaka samani, nataka nikuulize kitu. Sasa Mwamba Eon John kwa kuwa alikuwa ameshtuliwa, akajikuta amemsukuma bidada umbali mrefu. Sasa yule mwanamama aliyekuwa
alikuwa amemteka yule mzee na akawa anamuuliza kuhusiana na habari ya mtu ambaye ni namba 3972. Akawa anasema kwamba inaonekana yule mtu amerudi duniani, na wakawa wanasema ina maana kwamba wazazi wetu waliwatengeneza watoto wengine nje ya sisi. Mbona balaa na nusu kuwatengeneza tena sio kuzaliwa? Kwani hapa kuna fumbo gani? Bwana, tukutane katika episodi ya 3. Nikukumbushe tu kwamba sharti ni moja tu, tukumbuke kugusa alama ya kusubscribe katika channel yetu ya Mzamini hapo chini, na utaratibu unaeleweka wazi kabisa. Unatakiwa kushuka hapo chini katika alama ya kusubscribe. Ukishagusa hapo utashuka katika channel ya chini kabisa, utagusa alama ya subscribe, na kwa kufanya hivyo utasababisha tamthilia hii iwe inatoka kwa haraka na kufika mbele kwa haraka zaidi. Lakini kama hujakuwa hujafanya hivyo, tamthilia inakuwa inaenda taratibu.